Bwana, tumeendelea na jambo letu kutokea hapa station kwa Mugabe Muza Kahawa kama kawaida yetu bwana. Tumeongea na mashabiki wa Young Africans, lakini lazima tubalance mizani. Tunakutana na mashabiki wa Simba. Tuko na shabiki la Simba atajitambulisha, pia atamwaga ungenge, vitu hatari hapa. Usitoke Ndaka Online TV na Ndaka Sports. Beni Shabani kushiriki kama kawaida yangu. Lazima nikupe kitu kinachoeleweka. Habari yako bro? Safi, habari kwako? Salama, umetulia? Mungu ni mwema, niko salama kabisa. Tambulisho kwa niaba ya mashabiki ambao wanakufuatilia pale na watazamaji wa Ndaka Sports. Mimi naitwa Amoni. Ama ukipenda kifupi naitwa Amo. Amo, shabiki la Simba kindakindaki. Shabiki wa Simba pamoja na Arsenal. Bwana bro, Jumapili saa 1 mna kibarua kizito sana baada ya kupoteza mchezo wenu. Mnakutana na Stade Malien na wana advantage ya pointi moja. Pengine Simba Sport Club unatamani iingie na aina gani ya mchezo? Kwanza sisi kwenda kule kwa Stade Malien inatakiwa tuende tupate matokeo ya aina yoyote, aidha sare ama ushindi na si kupoteza. Kwa sababu mpaka sasa hizi japokuwa sisi tulipoteza mechi yetu ya awali hapa Benjamin Mkapa, tulipata pia advantage ya wale Esperance Tunis na Stade Malien kutoka sare. Kwa ukiangalia mtu wa kwanza, mtu wa pili mpaka wa mwisho kuna different ya pointi moja. Kwa hiyo sisi metupa uweni hiyo. Tofauti na kama mtu mmoja angekuwa ameshinda kidogo tungekuwa katika hali ngumu. Kwa sasa tunahitaji hizo pointi moja ama pointi zote tatu. Mchezo uliopita unadhani mlikuwa na makosa, timu ilikuwa inafanya makosa sehemu gani hadi imepelekea nyinyi kupoteza mchezo? Mechi iliyopita mimi kabla mechi kuna media moja niliongea nao. Katika hizi mechi mbili, kwanza tulikuwa tunaelekea tarehe 30 katika mkutano mkuu wa wanachama wa klabu. Lakini ukiangalia kuna migogoro ya ndani kwa ndani. Viongozi wa Simba wao kwa wao. Kwa hiyo nilishauri tu viongozi katika hizi mechi mbili watu wache tuweze kupata matokeo. Lakini inapoonekana bado viongozi wanatupa majaribu. Kwa nini? Bado wao wanachumeshana ili waonekane viongozi wengine wabaya, viongozi wengine wazuri. Kwa wao ndio wanaotuharibia klabu. Hii mechi ya juzi tulikuwa na uwezo kamili wa kushinda. Tumepata nafasi nyingi za wazi, lakini tumezikosa. Unadhani migogoro ya viongozi na waathiri hadi wachezaji pia na mashabiki? Inawasili kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ambao wameletwa na viongozi na hao viongozi ndio wanao monitor hao wachezaji. Na kitu kingine ambacho nilisema, kama Matola asipotoka pale Simba hatuwezi kufanya vizuri kwa sababu hao viongozi wao ndio wanao monitor kiurahisi Matola. Kwa nini Matola na sio viongozi wengine? Niambie, Matola kakaa karibia miaka 10 Simba. Katika hiyo miaka 10 niambie ni kocha gani ambaye amekuja akasema Matola hana makosa? Kila kocha anayekuja analalamika Matola kwamba anamchonganisha na viongozi. Istoshe hata huyu Pantevu toka amekuja wote tunaangalia migogoro ya Matola na Pantevu, na Matola anachojivunia kwa sababu Pantevu hana leseni A ya kafu, yeye anayo, yeye anahesabika kama kocha mkuu, ndio maana anamletea dharau. Ukiangalia hata ile mechi tu kwenda kule Swaziland, Matola anamvimbia Pantevu, hataki kupanga koni. Hata mechi ya juzi tu tuliyokuwa hapa Taifa, Pantevu amesimama anatoa maelekezo na sheria pale anatakiwa asimame kocha mmoja, lakini Matola akiona Pantevu amesimama naye ndo anatoka anaanza kusimama. Pantevu akiwa anarudi kukaa naye ndo anataka arudi kuja kukaa tena. Kwa hiyo kulikuwa na misunderstanding ambazo hazikuwa zinaeleweka. Asipoondoka Matola ndani ya klabu na hao viongozi wasiposhikamana, msimu huu Simba kufanya vizuri ni ngumu. Kumbe Simba kuna mazito namna hiyo amo. Kuna mazito makubwa sana. Kuna mazito makubwa sana. Sasa nadhani kwa nini viongozi hawadhibiti ili na kumuondoa Matola? Kitu gani nadhani kinapelekea Matola hadi asiondoke? Kwa sababu si wana maslahi naye. Kwa sababu wana maslahi naye ndio maana hawezi kumuondoa. Kwa sababu wana maslahi naye. Kwa nini mashabiki mnaona kabisa Matola na maslahi na nyinyi? Sisi hana maslahi na sisi. Hana maslahi yoyote yale na sisi. Kwa nini useme hivyo? Kwa sababu niambie, ukimwona Gamondi ana msaidizi wake yule Msenego. Ukija Nabi alikutana na nani na kazi hapa Yanga, lakini akaondoka naye akaenda kufanya naye kazi wapi? Sauzi. Niambie Matola katika makocha
zaidi ya 10 aliokaa nao. Ni kocha gani ambaye amewahi kumapproach hata mmoja? Ana matatizo yake binafsi. Nyinyi kama shabiki na wanachama wa Simba Sport Club, pengine mlishawahi kufikisha ili kwa uongozi ili na muangalie kwa upande mwingine, maana mashabiki ni miongoni mwa watu ambao mnaumia sana na mnapewa maneno mazito sana mashabiki wenzenu wa timu zingine. Mlishawahi kufikisha ili kwa viongozi? Viongozi sio kwamba hawajui, viongozi wanalijua, ila sasa wenye maamuzi ndio wenye maslahi naye, ndio maana hawezi kutoa maamuzi yoyote. Mimi alipoondoka Fadru niliongea, jamani, ili Simba iwe salama inatakiwa tusafishe lile benchi lote, awe sijui mtunza vifaa, awe sijui nani, wote safisha, tuanze upya, benchi lije benchi mpya. Hao wa zamani bado wataendelea kutufelisha, na ndio kitu ambacho kinaendelea. Wadhani hata kuondoka kule Fadlu Davis, wadhani kwako akikupendeza zaidi, maana ni miongoni mwa makocha wazuri, si ndio? Kitu ambacho kitaka kujua kwamba Fadlu alikuwa ni kocha mzuri. Tangu Fadlu alivyokuja Simba, alibadilisha Simba. Simba alikuta ambao Simba haina mchezo mzuri uwanjani, alibadilisha Simba ikawa na mchezo mzuri. Lakini angalia pia usajili wake. Leo hii Simba hatuoni pengo la Shabalala Simba kwa sababu ya Fadlu alimkataa yule mchezaji aliyekuwa anatoka Coast ambaye viongozi walimleta. Fadlu yeye akawa mtaki, kana mtaka Mligo. Leo hii Mligo tunajivunia ni mchezaji mzuri Simba kwa sababu ya Fadlu. Angalia wachezaji hao waliokuja Simba wamekuja kwa pendekezo kubwa la Fadlu. Kwa hiyo Fadlu alikuwa ni kocha muhimu na mzuri kwetu, na ameondoka baada ya kuwa anafanywa figisu na nani? Na viongozi. Na kuna kipindi yeye mwenyewe Fadlu alisemeje, hizi dabi anafungwa kwa sababu viongozi wanamhujumu, na ndio hiyo ilikuwa sababu yake kubwa. Viongozi wa Simba walikuwa wanamhujumu kocha. Mchezo leo kwenu muhimu hamo, na unasema kuna mtafaruku ndani ya klabu. Unadhani kwa migogoro hiyo mtapelekea kupata ushindi leo au mchezo utakuwa mgumu kiasi gani? Mchezo utakuwa ni mgumu kwa namna moja ama nyingine, lakini watajitahidi kwa sababu kesho kutakuwa na mkutano mkuu wa klabu. Kwao watajitahidi ili mkutano uende vizuri na timu kule iweze kucheza vizuri. Japokuwa ni 50-50. Tunaweza tukashinda ama tukafungwa. Baada ya kufungwa maneno mengi sana alienda kwa kocha. Hatutaki meneja, tunataka kocha. Unadhani kwa kweli ilikuwa ni sahihi kumwataki namna ile? Hapana, kwangu mimi haikuwa sahihi. Kocha ni mzuri, anafundisha mchezo mzuri. Simba inacheza bado kuipo kwenye lizimu yake. Yaani bado haijapotea. Sidhani kama ni sahihi kusema kwamba hatumtaki meneja, tunamtaka kocha. Si sahihi. Cha msingi yeye huyu kocha wetu kama anachoweza aende akaongeze CV yake, apate hiyo UEFA Pro A ambayo itamwezesha kuwa kocha kamili, kwa sababu hana hiyo UEFA Pro A ndio inamfelisha yeye kuwa kocha kamili. Ili awe sehemu salama na mashabiki wengi waseme hatumtaki meneja, tunamtaka kocha kama kocha. Ni kweli kabisa, kwa sababu hata ukiangalia CV yake ni CV kubwa, kuanzia kule alikotoka kwao kule Bulgaria, akafundisha timu ya taifa ya futsal, akafundisha baadhi ya vilabu vya kule kwao. Mara kwanza anakuja Afrika, anafikia Kameruni, amechukua ile Victoria ya Kameruni na kafanikiwa kuchukua ubingwa wa Kameruni. Katoka hapo kaenda Liberia, kafundisha timu kule katoka kule karudi tena Kameruni. Ametoka Kameruni kaenda Botswana, kafundisha Botswana ile timu na kafanikiwa kuchukua ubingwa, mpaka anakuja Tanzania. Afrika kachukua nchi hizo mbili tofauti. Huwezi kusema ni kocha ambaye sio kocha mzuri, lakini mimi ninachosikitika viongozi watakuwa wanampangia kikosi, kwa sababu mfumo wa timu kucheza bila kuwa na standing striker umeanza kujaribiwa muda mrefu, na hili tunalijua. Ni baadhi ya viongozi ambao wanatoa mapendekezo yao. Kuna kipindi walikuwa wanamforce Kibu ndio awe standing striker, lakini bado ilishindikana. Hata katika hizi mechi za mwanzo tunapocheza bila standing striker timu inafeli, mpaka tunapoingiza striker kamili ndio tunapata matokeo. Hiyo ulivyoona kile kikosi hakina striker, pengine ulishout na ukasema kwa nini umeingia na mfumo huu? Unasema kwamba wanapangiwa kikosi. Inawezekana na kile kikosi alipangiwa? Na hakika alipangiwa. Unapoingia uko nyumbani unataka matokeo, kwa sababu hii sio mechi ya mtoano. Hii ni mechi ya kutafuta point. Na wewe upo nyumbani, wewe ndo unataka matokeo. Badala timu pinzani yeye ndo aingie bila standing striker ili aweze kujilinda zaidi. Sasa wewe uliopo nyumbani ndo unaoingia na viungo ili ufanyeje? Maana ili ujilinde.
Kama tungekuwa na standing striker tungeweza kufunga, tungeweza kupata magoli. Wamekumbuka kumuingiza mwishoni, muda tayari ushaisha. Mwalimu inaonekana hapata nafasi sana pale Simba Sport Club. Shida iko wapi kaka? Selemani Mwalimu ni mchezaji wa mtu. Huyu bwana Majaribu na mwenzake wana migogoro. Kwa hiyo Selemani Mwalimu ameletwa na huyu mwingine. Ndio maana acheze. Huyu mwingine anapigania Selemani Mwalimu acheze, wengine wanapigania asicheze. Unajua ni mageni kwangu. Ndio nakwambia hivyo, huko anapigania acheze, huko anapigania asicheze. Kwa Simba kuna mazito makubwa sana ambayo hatuwezi kuyafumbia macho kama sisi wanahabari, lakini pia mashabiki nyinyi mnakerekwa sana na vitendo ambavyo vinaendelea Simba Sport Club. Unaiona wapi Simba Sport Club ikiendelea na vitendo kama hivi? Unaiona wapi klabu bingwa? Unaiona wapi ligi ya ndani? Hakuna popote inapokwenda kama uongozi ukiendelea kwa namna hii, hakuna popote utapokwenda, kwa sababu wao wapigane wao kwa wao, timu waiache ifanye vizuri, na wasiwaingilie wachezaji wetu. Nina moja kwa mashabiki wa Simba, tuungane tu, tuwe kitu kimoja, tuhakikishe tunafanya vitu vya maana, timu yetu inafanya vizuri. Hata wao wanaokwenda katika mkutano mkuu wanatakiwa waoji kwa nini klabu haifanye vizuri, kwa nini huyu na huyu wana migogoro, kwa nini hatusajili wachezaji wapya, kwa nini taarifa za klabu zinatoka ndani ya klabu, taarifa ambazo ni za siri. Kufanya kitu kama hicho. Kwa nini zinatoka ndani ya klabu? Ni kiongozi gani anayetoa? Shukrani sana kaka. Asante.